Karibu mwana Azam FC katika kipindi chetu cha Azam FC TV hapa Azam TV kupitia Azam Sports 1 HD. Leo hii tunawaletea kipindi maalumu kuhusu uwanja wetu wa Azam Complex uliopo Chamazi ambao Machi 20 mwaka 2013 ulizinduliwa rasmi na Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Kikwete. Nitumie nafasi hii Imeikabidhi kambi ya bondia Twaha Kiduku zawadi ya jezi kama hamasa kuelekea pambano lake la kimataifa hapo Jumamosi Machi 26. Mako Dinda, Mako Stamina. Bendera chuma, mlingoti chuma. Show, ize power. Timu bora, bidhaa bora. Azam TV, burudani kwa wote. Karibuni tarehe 26. Wewe usipange kukosa. Njoo uone mkongo anavokaa. Twaha Kiduku. Machi 20 mwaka 2013, Rais wa awamu ya 4 wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliuzindua rasmi uwanja wa Azam Complex ambao ulishaanza kutumika miaka miwili kabla ya tukio hilo la uzinduzi. Kweli baada ya kufanikiwa kupanda daraja tu kwenda kwenye Premier League mwaka 2008, kipindi kile ilikuwa ni kama ujuavyo, ligi ya daraja la kwanza ili kwenda Premier ilikuwa inacheza muda inampa muda timu ambayo inafanikiwa kupanda inampa muda mchache sana wa kujiandaa, kwa sababu ilikuwa kama mwezi mmoja hivi ligi ianze. Kwa hiyo maandalizi yote, kwa hiyo ilikuwa ni shida ambayo tulianza kuiface immediately baada ya kupanda daraja. Kwa hiyo tulianza kuanza kufanya mazoezi Pugu. Nakumbuka sekondari tulitumia kiwanja cha Bora kule Kijitonyama, viwanja ambavyo tulikuwa tunafanya mazoezi. Tulifanya mazoezi kwenye kiwanja cha Chuo Kikuu Mlimani kule, tulifanya mazoezi kwenye kiwanja cha Uhuru. Wakati huo nilikuwa tunapata asubuhi kwa sababu jioni kulikuwa na timu nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni Segelea vile kwenye seminari kule tulipata hiyo shida ya kufanya mazoezi kwa ajili ya timu yetu. Kwa hiyo tukawa na wazo, na hili wazo lilikuwa nalo kwa sababu dreams zetu zilikuwa ni kubwa sana kwa timu yetu. Tulipanga tukifanikiwa tuwe na club kubwa ambayo ina kila kitu. Sasa wakati timu ina mahitaji ya kutaka kufanya mazoezi, wakati huo tunatafuta wapi tutafute kwa kiwanja chetu. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ndefu. Kwa hiyo tulianza tulihangaika maeneo mbalimbali. Tulifika, nakumbuka tulikwenda mpaka Bunju, tulikwenda Kigamboni, maeneo mengi tulihangaika na kuhangaika ile kuona kama tunaweza tukapata eneo ambalo tukanunua tukajenga kiwanja chetu. Lakini mwisho wa safari tulifanikiwa kupata ile eneo ambalo tunalo sasa la Chamazi pale, ambapo hasa mkurugenzi wetu Bwana Abubakar Bakhesa ndiye ambaye hasa alituchukua wakati sisi tunahangaika, na yeye akaja akatuita kama naye amepata. Tukatoka pamoja kwenda kuliangalia. Nakumbuka lile eneo ndio tukasema sawa, hili ndio eneo ambalo tutanunua na tutaweka makazi yetu hapo. Kwa hiyo safari ya kuendeleza na kuboresha kiwanja chetu cha Chamazi mpaka pale kilipo ilianzia pale, na ilikuwa baada ya miaka kama nakumbuka 3 hivi ndio wakati tuko Premier League ndio tukaanza sasa kuboresha kiwanja chetu na kuanza kukifikisha mpaka pale kilipo sasa. Uwanja huu ulianza kujengwa mwaka 2010 na kukamilika mwaka 2011, ambapo mechi ya kwanza ya ligi kuu ilikuwa dhidi ya Moro United, ambapo wenyeji Azam FC
walishinda bao 1-0 lililofungwa kwa penalti na John Boko. Baada ya hapo uwanja huu ukaendelea kutumika hadi Machi 20 mwaka 2013 pale ulipozinduliwa rasmi. Wakati tunapanda daraja kuingia ligi kuu tarehe 21 Julai 2008, kwanza kwa msimu wa ligi kuu kulibaki wiki mbili tu. Hivyo bodi ya Azam Football Club ilipaswa kuchukua hatua za dharura na haraka kuweza kukusanya na kupanga kujiweka tayari kuingia mashindanoni. Hivyo basi katika mpango mkakati wetu wa mwaka huo wa mwanzo ni kuhakikisha tunabaki kwenye ligi, huku tukifanya mpango wa muda mrefu wa kukuza, kuendeleza na kudumisha Azam Football Club ili iwe timu bora na yenye kuendeshwa kitaalamu ili kukidhi matakwa ya ulimwengu wa soka unaokwenda kisayansi na teknolojia. Wakati huo huo, uzoefu ulitupa funzo ya kuwa ili kuweza kufuzu na kufanikiwa katika ulimwengu wa soka ni lazima tuwekeze. Hivyo basi bodi ya wakurugenzi iliagiza uongozi wa Azam Football Club kutayarisha mpango wa muda mrefu wa maendeleo pamoja na kuwepo kwa mpango mkakati wake na ule wa utekelezaji. Mheshimiwa Rais, katika mpango huo palikuwa na mambo mawili makubwa. La kwanza ni ufundi na la pili ni uendelezaji wa vipaji. La ufundi lilihusishwa watu na mahitaji ya mwalimu kutekeleza ufundishaji wake wa mazoezi. Hivyo basi uwanja wa mazoezi na yanayohusika nayo ulipaswa kupatikana. Ili kufanikisha hilo kiliundwa kikosi maalum kwa kazi hiyo. Baada ya mchakato huo, eneo lenye ukubwa wa jumla ekari 28 tulinunua kutoka kwa wananchi mbalimbali hapa Mbande, kilomita 7 kutoka Mbagala rangi 3 kwa thamani za shilingi za Kitanzania milioni 800. Kampuni yetu ilifanya hivyo ikijua ya kuwa ina wajibu wa kurudisha sehemu ya inachopata kwa wananchi ambao walichangia mafanikio yake. Kazi za ujenzi ilichukua karibu mwaka 1.5 na baada ya hapo uwanja ukaanza kutumika. Kwenye uwanja pana gym ya kisasa, bwawa la kuogelea, nyumba za kuishi wachezaji na academy. Pia pana chumba cha sauna na stima ambazo hutumiwa na wachezaji. Vyumba hivi jumla ni 26 na tuna viwanja viwili kwa sasa. Kimoja ni cha majani bandia aina ya limonta na kimoja ni majani ya kawaida. Uwezo wa watu wanaweza kuingia uwanjani kwa sasa ni 7,000 ikiwemo nafasi ya watu 70 VIP. Hii ni awamu ya kwanza ambayo itakamilika mwishoni wa mwezi wa 6. Tunategemea kuanza awamu ya pili mapema mwakani kwa kupanua VIP lounge kuweza kuchukua watu 200 na kujenga kiwanja cha 3. Gharama zilizotumika hadi sasa ni takriban shilingi bilioni 3 za Kitanzania. Katika kufanikisha haya pia, kampuni ya Saisan Mbapresa imechukua juhudi ya kusaidia shule 2 za jirani kwa kuunganisha umeme, kujenga vyumba vya darasa na kuwachimbia visima. Hii ni moja kati ya jukumu la uwajibikaji kwa umma. Wapenzi wa michezo wenzangu, wageni waliko wenzangu, mabibi na mabwana, nakushukuru sana mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya Temeke kwa kujumuisha kuja hapa na kufanya shughuli hii adhimu ya kuzindua Azam Sports Complex.
Niruhusuni nitoe nafasi. Kwa hiyo hongereni sana kwa hatua hiyo mliofikia. Mmefanikiwa kuvunja ukiritimba wanaweza kuwa na umaarufu tu wa wanachama wengi, lakini sina hakika sana kwenye mpira sasa hivi mkubwa zaidi ni nani. Hiyo itaonekana kwenye viwanja vya michezo. Lakini pia nawapongeza na kwa nini naamini hivyo? Ni kwa sababu kwanza mmefanya uamuzi mzuri wa kuwekeza kwenye kuendeleza mchezo wenyewe, technical development of the sport. Naajiri walimu wazuri, mnazo facilities nzuri, na kwa kwenye maana ya kuendeleza mchezo wenyewe kiufundi hakuna matatizo. Mwaka mmoja baada ya uzinduzi huo, shirikisho la soka la kimataifa yani FIFA likauidhinisha uwanja huo kutumika kwa michezo ya kimataifa, na moja kwa moja Azam FC ikaanza kuutumia kwa mechi za nyumbani za kimataifa. Kimbia kule Brian Omon, Salum Abubakar. Mechi ya kwanza ilikuwa dhidi ya Ferroviario Beira ya Msumbiji kwenye mchezo wa kombe la shirikisho Afrika in CAF Confederation Cup Februari 9 mwaka 2014, ambapo bao pekee la Kiprecheche liliipatia ushindi Azam FC. Mchamisi kutoka Zambia. Mchezaji wa Azam walikuwa pengine timu ya Ferroviario, rudishwa mpira ule ukolewa vizuri pale. Mwaka 2015 Azam FC ikashiriki ligi ya mabingwa Afrika na kuwakaribisha El Merreikh ya Sudani na kushinda mabao 2-0, mabao yakiwekwa nyavuni na Didier Kavumbagu na nahodha John Boko. Mechi nyingi za vilabu na timu za taifa zimefanyika katika uwanja huu. Safari ya timu ya taifa ya Tanzania yani Taifa Stars kufuzu kwa AFCON mwaka 2019 ilianzia kwenye uwanja huu dhidi ya Lesotho na kumalizika kwa sare ya 1-1. Mwaka 2019 Azam Complex iliandaa fainali ya AFCON za vijana chini ya miaka 20 na kufanya uwanja huu kuwa sehemu ya historia ya soka hapa nchini.
Kuna matukio mengi yamefanyika uwanjani hapo, lakini kubwa kuliko yote ni lile la Aprili 19 mwaka 2014, siku ambayo Azam FC ilitwaa ubingwa wa ligi kuu. Mwaka 2014 uwanja huu ukawekwa taa kufanya uwe na uwezo wa kuhodhi mechi za usiku. Baada ya miaka 10 ya matumizi, mwaka 2020 uwanja huu ukafanyiwa ukarabati kwa kuondoa nyasi zilizokuwepo na kuwekwa nyasi mpya. Katika kuuboresha na kuufanya uwe na muonekano wa kisasa zaidi, uwanja huu ukawekewa mabango ya umeme ya matangazo ya uwanjani. Maeneo mengi kama sio yote ya uwanja yameshafanyiwa ukarabati au maboresho kasoro majukwani tu. Taarifa zinasema hadi mwaka 2025 uwanja huu utakuwa tayari umebadilishwa majukwaa na kufungwa ya kisasa yatakayokuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji wengi zaidi. Basi huo ndio uwanja wa Azam Complex, nyumbani kwa Azam FC. Katika hatua nyingine, Azam FC imeikabidhi kambi ya bondia Twaha Kiduku zawadi ya jezi kama hamasa kuelekea pambano lake la kimataifa hapo Jumamosi, Machi 26. Kuelekea game yetu ya tarehe 26 na Alex Kabangu ni game kubwa sana, ni game ya kimataifa kati ya Tanzania na Kongo. Huyu Alex ni mtu wa Kongo ambaye anaishi South Africa. Tutacheza naye Mungu akipenda tarehe 26. Na kuelekea kwenye hii game ya tarehe 26, sisi kama sisi tunashukuru Mungu, tumejiandaa vizuri. Bonde yetu iko kwenye hali nzuri, yupo kwenye utayari wa game. Sisi ni mabarozi wa Baresa Group. Kwa hiyo kupitia Azam Team, Azam FC, leo hii wametukabidhi vifaa kuelekea kwenye mchezo wetu wa tarehe 26 kati ya Twaha Kiduku anawakilisha Tanzania na Alex Kabangu kutoka Kongo. Kwa ukumbi tunachezea ukumbi unaitwa Tanzanite Hall uliopo maeneo ya Msamvu. Ni jirani na stendi ya mkoa. Ukiuliza pale, na kuna kama kilomita 1 kutoka Msamvu mpaka kufika Tanzanite Hall. Karibuni sana, na tiketi zinapatikana kwa Ibrahim Nyange 77, eneo la 77 pale maeneo ya Fire. Basi ukiuliza unaambiwa ni hapa, unapata tiketi yako, na bei ndio hivyo, 10,000 nomo, VIP 20,000, VVIP 30,000. Twaha Kiduku ni balozi wa bidhaa zenye nembo ya Azam kutoka SSB. Kwa hiyo Azam FC imeona isimuache hivi hivi bondia huyo. Mfalme huyu wa Morogoro atapigana na Alex Kabangu wa DR Congo ambaye anaishi Afrika Kusini. Makodinda, Mako Stamina, Mlingoti Chuma, Ize Power, Shosho, Timbora, Bidhaa Bora, Azam TV, burudani kwa wote. Imeisha hiyo. Leo ni siku adhimu na siku ambayo yenye furaha kama sisi klabu ya Azam FC kuweza kutumia fursa hii kumpa vifaa vya mazoezi balozi wetu ambaye ni Twaha Kiduku ambaye anapambana tarehe 26 na Alex Kabangu ambaye ni Mkongomani huyo. Kwa hiyo hili ni jambo la kitaifa, na sisi kama klabu ya Azam FC na sisi kama miongoni mwa kampuni ya Bakhresa ambayo Twaha Kiduku ni balozi wetu. Mwezi mmoja uliopita Twaha alitangazwa kuwa balozi wetu. Kwa hiyo sisi kama klabu ya Azam FC tumeona tutumie fursa hii kwamba kumblandi bondia wetu ambaye ni kwa sasa Twaha hana mfano, kwa sababu ni bondia ambaye yuko vizuri, na sisi kama klabu ya Azam FC tumeamua kwamba
timu ya Twa Kiduku ambao wanaitwa timu Kiduku iweze kuvaa jezi ya klabu ya Azam FC, iweze kuvaa nembo ya klabu ya Azam FC, kwa sababu slogan ya timu yetu ni timu bora bidhaa bora, ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza vitu ambavyo vyenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo tumepata bahati ya kumpa vifaa vya mazoezi Twa Kiduku na timu yake. Kwa hiyo tuambie fans wa klabu ya Azam FC na Watanzania kwa ujumla, pale wanapokwenda tarehe 26 mjini Morogoro kuangalia hilo pambano, basi wamsupport Twa, kwa sababu ni bondera ambaye anawakilisha Tanzania, na sisi kama klabu ya Azam FC tunapenda kumpongeza kwanza kwa kuwa balozi wa klabu ya Azam FC, kwa sababu sisi ni miongoni mwa makampuni ya Baharesa. Kama unavyojua, Baharesa ni kampuni bora kabisa hapa East Africa na dunia kwa ujumla, na tunatengeneza vitu ambavyo vilivyo katika ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo Twa kuja kuwa balozi wa klabu ya Azam FC, kuwa balozi wa Baharesa Group ni jambo kubwa. Kwa sisi kama klabu ya Azam FC tunampongeza na kumtakia kila laheri hiyo siku ya tarehe 26, na tuambie fans wa klabu ya Azam FC na Watanzania kwa ujumla, Twa atapima tarehe 25 mwezi wa 3, basi wajitokeze watu wengi katika upima uzito ili kumsupport, kwa sababu hapa sio klabu ya Azam FC, hapa sio fans wa klabu ya Azam, hapa ni Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo nipende kutumia fursa hii kumtakia Twa Kiduku kila laheri, na kama mimi ambaye nasimamia idara ya masoko kwamba hili Twa analifanya jambo kubwa, kwa sababu anaweza kufanya Tanzania ikafahamika kimataifa. Kwa hiyo nipende kushukuru na tumie fursa hii kwamba tuambie fans wa klabu ya Azam FC na Watanzania waendelee kutumia vitu vyetu mbalimbali vya nembo ya klabu ya Azam FC, kwa sababu sisi tuna bidhaa bora kabisa. Sio tu bidhaa tu, ni vitu ambavyo unaweza ukatumia kwa muda mrefu na vikaweza kudumu. Ile slogan ya timu bora bidhaa bora ndio inaenda kuonekana. Pambano hilo litafanyika mjini Morogoro, na hapa mratibu wake Rashid Feruzi alimwakilisha kupokea jezi hizo. Tunatarajia kuwa na ugeni mkubwa tu wa Mheshimiwa Waziri wa Michezo, ndo kuwa mgeni rasmi katika gemu yetu hiyo. Karibuni sana. Tunashukuru sana Azam FC, wana vitu vizuri kama hivi, jezi nzuri, imependeza kupitia Azam FC. Kwa majina naitwa Vodka Joshua, ni mkazi wa maeneo ya Goba, Oysterbay. Nimekuja dukani hapa leo kuja kuchukua jezi kwa ajili ya pambano la tarehe 26 la Twa Kiduku. Jezi ni nzuri na tunatumaini kwamba Twa Kiduku watashinda katika game hiyo. Karibuni Watanzania wote tarehe 26 kwenye game. Natumaini Twa Kiduku atakuwa ni mshindi. Why? Pure drinking water. Na hadi hapo ndio tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Hadi safari nyingine, kumbuka Azam FC, timu bora, bidhaa bora.